السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعدكم شكر مولا سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ونمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تواتكي وإسلام wote Ramadhan ambao ni makubul. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu zetu, waliotangulia ambao kwamba leo ni pili na waliofuatia ambao kwamba leo ni Ramadhani ya kwanza kwao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie sote, waliotangulia na waliofuatia baada yake, pamoja na mapungufu yetu tulionao katika saumu zetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie. Niko hapa katika Ramadhani hii ya pili kwa sababu mimi nimeanza Jumamosi, ni katika walioanza Jumamosi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani pana durusu mbalimbali ambazo kwamba zaendelea, na tumependa kutabaruku na kwa rai na maombi ya watu wengi, na kuwa ni njia moja katika njia ya da'wa, basi tumependa kutabaruku na sisi kuingia dakika 15 mpaka dakika 20 au dakika 10 kuelezana mawili machache kupitia kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa leo au kwa mwezi huu tumependelea mimi na wewe tuingie katika bustani la suratu Yusuf, ili kuangalia Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea hikma gani ndani, pana matunda gani katika bustani la sura hii yaliyopo ndani, ili kila mmoja apache kuchukua. Na pana ibar, mazingatio mingi na hikam nyingi ambazo kwamba zapatikana katika suratu Yusuf. Kwa hivyo kwa Waislamu wote ni haki ya Muislamu na ni uzuri kuzingatia kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa njia mbalimbali, au kukaa kutadabbur ayati Allah. Na katika njia moja inaopelekea Muislamu kuweza kutadabbur, kuzingatia zile aya za Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni kujua maana ya zile aya. Kwa hivyo insha Allah Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika wenye kusikiliza na kufuata. Suratu Yusuf ni sura ambayo kwamba imekusanya mambo mingi ndani, na labda mtu aweza kusema uslubu wa qissa una hikma gani ndani. Kwanza ni uslubu wa qissa, pana qissa cha Nabii Allah Yusuf ndani. Pili, katika qissa au riwaya ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mola Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akimuelezea, ilikuwa ni kama sababu moja au nyingine ya kupumbaza moyo wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kuthibitisha moyo wa Mtume kupitia mifano ya mitume wenzake ambao kwamba yamepita nyuma. Kwa sababu katika moja ya rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na usahali wa Mungu aliotuletea katika haya maisha ni kuwa balaa yenye kuenea huwa ni taslia, ni rahma kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mathalan, maana intisharu al-mashaqqa, leo hichi kichwa kingelikuwa cha muuma mtu fulani tu, mtu mwingine katika watu wengine wote hawaumi na kichwa kimechaguliwa cha mtu mmoja, na jino humuma mtu mmoja katika, yani kila mmoja akachaguliwa, ingelikuwa ni mitihani sana. Maana ingelikuwa ni huwezi hata kumuelezea mwenzako mimi naumwa vipi, wallahi kichwa cha niuma, lakini hata sijui kuelezea vipi kwa sababu wewe huumu na kichwa kaida yako, hichi kichwa ni mtihani wangu tu. Sasa Mwenyezi Mungu katika rehema yake, mimi nitaumwa na kichwa, wewe utaumwa na kichwa. Kule kuenea kuumwa na kichwa ni njia moja ya takhfifu kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amepitia mitihani mingi kutoka kwa Makuraishi ndani ya Makka, amepata mitihani mingi ndani ya da'wa. Hali hii ikapelekea kuwa katika jambo moja la kumpumbaza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kupumbazwa kwa qasas za mitume ambao kwamba walitangulia nyuma, ili kama alitolewa basi apate mfano, kama alipingwa basi apate mfano wa mitume ya nyuma, kama alitukana basi apate mfano wa mitume ya nyuma. Ile itapelekea
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuburudika na moyo wake kuthubutu. Sura hii suratu Yusuf ni sura makia, yani tukisema makia katika Qur'ani ni sura zilizoteremka Maka. Na tukisema madaniya, wanazuoni wakisema ni madaniya, maana yake ni sura zilio teremka Madina. Na kauli ya Ibn Abbas na Qatada radhiyallahu anhuma wasema hii suratu Yusuf ni makia yote isipokuwa aya 3. Wasema hii sura Yusuf ni makia yote isipokuwa aya 3 min awaliha. Sura hii anateremshiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa asbabu mbalimbali. Pana sababu ambazo kama hutokea hii sura kuteremshwa, na ni maarufu kwa watu ambao kwamba wasoma ulumul Qur'ani, asbab nuzul as-suwar, sababu za kuteremka sura. Tasikia mtu akwambia sababu ya kushuka sura hii ni hii, sababu ya kuteremka aya hii ni hii. Sana pana sababu ambao kwamba imepelekea suratu Yusuf kuteremka. Tutataja baadhi yake. Sababu za kuteremka suratu Yusuf ni nyingi. Yani maana yake tukisema ni nyingi ni kwa zimeelezwa, kila mwanachuoni hueleza yake, husema sababu ni hii, sababu ni hii. Moja katika sababu ni kuwa Mayahudi walikuja wakawa walazimisha makafiri wa Maka wamuulize Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama sababu ya Mtume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaweka Banu Israil Misri, yani kuwateremsha pale Misri, yani kuwaweka pale. Hawa Banu Israili walifikaje hapa Misri? Wakawa Mayahudi wawalazimisha makufaru wa Maka ili wabane Mtume wamuulize, hebu tuelezee walikuwaje Banu Israili wakaingia Misri. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia suratu Yusuf kumuelezea kile kisa kilivyokuwa mpaka kusafiri wao kufika Misri. Lingine katika sababu nyingine ni tasliya lirasuli sallallahu alaihi wa sallam amma kana yafalu bihi qaumu, ni kumpumbaza Mtume na yale mambo ambayo kwamba kaumu zake Mtume walikuwa wakimfanyia Mtume akipitia mitihani mingi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kumpumbaza Mtume akamteremshia suratu Yusuf na kumuonesha ndugu zake Yusuf walimfanya vipi Yusuf. Sasa ewe Mtume wangu, na wewe usilie ngoa chembelecho, na wewe usijali, usihuzunike, kwa sababu mitume wenzako nyuma hata Yusuf pia na ndugu zake walimfanya hivi. Kwa hivyo wakufaru Maka wakikufanya hivi ni ndugu zako, ni tumbo lako, usione ni mageni haya, usione ni kitu kipya. Kwa hivyo ni katika njia moja ya kupumbazwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wengine sema pia ni kupumbazwa baada ya kufa Abi Talib na nana yetu Khadija. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapumbazwa kwa sura hii kwa sababu hawa wawili walikuwa ni mategemeo makubwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mbele ya Quraysh, huyu akimhami Mtume. Walivyoondoka, sura hii ikawa ni moja katika kipumbazo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kupumbazwa na misiba hii miwili iliyompata. Na katika sababu ya kuteremka suratu Yusuf kwa semekana ya kuwa Mayahudi walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yuhaddithahum an amri Yaqub, walimuuliza Mtume awatolee habari, awape story kuhusu huyu Nabii Allah Yaqub na mtoto wake na jambo la Nabii Allah Yusuf kulikuwaje. Mayahudi wakamuuliza Mtume, hebu tuambie. Kwa hivyo kwanza ni kwa Mayahudi walifuata makafiri wakaambia wamuulize Mtume Banu Israili walikuwaje wakafika Misri kwanza. Kisha wakila ni kumpumbaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya pili ingine ni kumpumbaza Mtume kwa misiba miwili iliyompata ya Abu Talib na nana Khadija. Ya tatu ni kwa Mayahudi walimuuliza Mtume huyu Nabii Allah Yaqub, huyu Yaqub na mtoto wake walipitia mambo gani, hebu tueleze na sisi. Na
Saad ibn Abi Waqqas asema kuwa iliteremshwa Qur'ani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa awasomea masahaba zama. Faqalu masahaba wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, law qasasta alaina, waonaje ukatutolea kama qissa story. Fanazalat as-sura, suratu Yusuf ikateremka. Miongoni mwa sababu zingine, sababu zingine ni kuthibitisha moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa, asitingisike Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja katika akhir sura kabla yake, kama jaa fi akhir surati qablaha fi qawlihi wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Yani kila mmoja, wa kullan tanwinu li'iwadha hapa, yani kila wahidin naqussu, yani wa kila mmoja twamtolea kiswa au twakutolea kiswa, sawa, kama vile ambavyo kwamba tumemtolea kila mmoja, sawa. Viswa hivi tunavyokutolea wewe Mtume, min anba'i rusuli, kutokana na habari za mitume wale kutangulia, ni ambazo kwamba manuthabbitu bihi fuadaka, ambazo kwamba twathibitisha moyo wako. Na kuthibitisha maana yake ili Mtume anapopata mitihani asitingisike kabisa. Hii ndizo sababu ambazo kwamba zimepelekea suratu Yusuf kuteremshwa. Baada ya hapo tuseme kwa suratu Yusuf ni katika miongoni mwa sura ambazo kwamba zimebeba kisa, na Mwenyezi Mungu anapoelezea kisa katika Qur'ani, huwa lengo si uzuri wa kile kisa kupumbatu kama ngano, la, pana lengo pia la ubainifu wa Qur'ani katika kile kisa. Yani manake ile Qur'ani inavyokuelezea kile kisa paka ukaona hiki hapa, tamam, balagha iliyoko ndani tumefahamu, sio? Kama wewe ni fundi wa nahau utazikuta ndani, ni fundi wa tasrifu utazikuta ndani, ni fundi wa maani utakuta ndani, ni fundi wa bayani utakuta ndani, wewe ni fundi wa mantiki utaikuta ndani, wewe ni fundi wa ilmu al-ijtimai utaikuta ndani, wewe ni fundi wa ilmu nafsi utaikuta ndani katika sura. Yani kisa kimoja lakini kimebeba mambo mingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivotaka sasa kumtandikia busati la kisa, hakumwanzia moja kwa moja. Alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ambako ni at-tamhidu lilqissa, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin. Tamhid mzuri akamwanzia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama sura hii, akaileta kwa sura ya taajiz na tahaddi. Maana yake kile kisa hakikuanza moja kwa moja. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampeleka Mtume pale kwenye malengo kuwa hivi nitakavyokuelezea ni maana haya maneno, ujue kitabu hichi hakuna atakayethubutu kueleza kama hii. Lugha hii iliyotumika hakuna atakayethubutu. Hikma zilizotumika ndani hakuna atakayethubutu kuweza kuzileta na mfano kama hii. Hasa kama Mtume alif lam ra, huruf ambazo kwamba wanazuoni, kauli ambao kwamba ni rajih wanazuoni, Allahu a'lamu bi muradihi, kwa alif lam ra Mwenyezi Mungu ndo anayejua zaidi mapendeleo yake, pamoja na kusoma kwa wapata thawabu kala utendakazi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tufahamu kuwa alif lam ra na mfano wa hizi ambao kwamba zimeanziwa sura hizi hurufu hizi, basi arjahul aqwal, qawli ambao kama ni rajih, ni kuwa Allahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi, yani Mtume na Mwenyezi Mungu na Mtume ndo wanaojua zaidi mradi uliopendelewa hapa. Maana Mungu ndo anajua zaidi, na Mtume Mwenyezi Mungu atakuwa amemjulisha hizi maana yake ni hivi. Lakini haikupokewa tafsiri yake kutoka kwa Mtume wala kwa maswahaba kuwa
yani hizi maana yake ni hivi, ukiona hivi maana yake ni hivi. Baadhi ya wanazuoni wamekuja wakaziletea maana, kila mmoja akafanya jitihadi yake, hii yamaanisha hivi, hii yamaanisha hivi, lakini tufuate ile kauli ambayo kwamba ndio ina nguvu, Allahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Ni utendakazi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kuwa challenge wale ambao kwamba walikuwa hawaiamini Qur'ani, kuwaonesha kwao, je, mtaweza kuleta mfano huu, mfano wa vitu kama hivi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka, hizi ambao kama ndio fasiri yenyewe, hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha. Tilka ayatul kitabil mubin, hizi ni aya za kitabu ambacho kwamba kitabu hichi ni chenye kuweka wazi kila kitu, kubainisha kwa mfumo mzuri, kubainisha kwa lugha mzuri, kwa njia mzuri. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala amesema tilka, ambao kwamba ishara hii ni ishara ya mtu wa mbali. Yani mfano nikisema tilka ni kile, kama mfano madrasa iko mbali, madrasatun, nitasema tilka madrasatun, ile ni madrasa. Mfahamiana? Ni dhamiri, ti ni ishara ya kike ambayo kwamba imeingiliwa lamu yafidisha kitu kikiwa mbali, na kafu ni ya khitabu, kumkhutubia mtu. Kwa hivyo tilka Kiarabu ni kile ama yule mwanamke ama ile madrasa, kitu chochote cha kike kinachohutubiwa, ambao kwamba hadha ni cha kiume, hiki hapa. Ona, hadhihi ni cha kike, hiki hapa. Dhalika ni kitu cha kiume ambao kiko mbali. Dhalika masjidun, ule ni msikiti. Dhalika rajulun, yule ni mtu. Lakini kitu cha kike, tilka mraatun, yule ni mwanamke, utasema tilka na akiwa yuko mbali kama hivyo. Na tilka madrasatun, ile ni madrasa. Asa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini hizi ni aya? Amwambia Mtume hizi ni aya za kitabu ambacho kwamba kitabu hicho ni chenye kubainisha, lakini Mungu akatumia kwa khitabu ya mbali, akaweka tilka, hizo. Tutafasiri hizo? La, tutafasiri hizi ni aya hivyo hivyo. Lakini lamu yafanya kazi gani? Lamu hii katika ulumul balagha huja hata kitu kikawa chiko karibu yako, mtu akahutubia kwa khitabu ya mbali, kama dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Yani maana yake ya kuwa kitabu hichi daraja yake iko mbali na binadamu kuweza kuihudhurisha kwenye akili. Yani daraja ya Qur'ani yenyewe iko mbali sana na akili ya mwanadamu kuweza kujua daraja. Sasa ile kuwa iko mbali daraja yake, Mwenyezi Mungu akahutubia Qur'ani kama ni kitu kitabu kiko mbali, akasema dhalika alkitab, na kiko karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Libu'di manzilatihi, daraja yake iko mbali sana, hatuwezi kuweza kudiriki daraja ya Qur'ani. Na aya hizi za Qur'ani namna zilivyokuwa daraja yake iko mbali, Mwenyezi Mungu akazihutubia kwa khitabu ya kitu kiliyoko mbali, maana yake kutufahamisha kwa daraja yake iko mbali sana na akili zenu kuweza kudiriki daraja kama hizo. Akasema tilka ayatu alkitabil mubin, hizi ni aya za kitabu ambao kwamba ni Al-Qur'anul Karim al-Mubin, chenye kupambanua, kitabu ambacho kwamba chapambanua kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam kitabu hiki. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema tilka ayatul kitabi al-mubin, walam yaqul al-bayyin, kitabu kiliyoko wazi. Kwa nini? Hapo asimwambie Mtume tilka ayatul kitab al-bayyin, hizi ni aya za kitabu kiliyoko wazi. Akasema tilka ayatul kitab al-mubin. Maana ya al-mubin ni tofauti na maana al-bayyin. Al-bayyin ni kitu ambacho kwamba chenyewe kiko wazi, sawa? Al-mubin ni kitu ambacho kwamba kiko wazi na chaeza kumwekea uwazi mtu mwingine. Tamam? Labda ninavyosema al-mubin ablaghu min al-bayyin. Maana yake al-mubin ni kitabu kwanza chenyewe kiko wazi, kisha bado kama wewe bado hukipati chenyewe cha kubainishia mambo yaliyoko ndani. Al-bayyin ni kitu ambacho kwamba chiko wazi, ni wewe ukiangalie. Yani ndio maana wenyewe wakasema aliyadulla ala annahu al-mubayyinu binafsihi al-mudhihu lin-nasi dinahum, kuwa
kitabu kenyewe chiko wazi, kisha kitabu kenyewe chawekea watu wazi pia dini yao, kinyume cha al-bayin. Kwa hivyo tilka ayatul kitabi al-mubin ni aya za kitabu kenyewe kilioko wazi chenye kubainishia watu dini yao. Na hapa utaona dika, yani undani katika kuchaguliwa hizi lugha za kuelezewa kitabu cha Mola subhanahu wa ta'ala. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira walakinahu min indi Allah fala qalila wala kathira. Mola subhanahu wa ta'ala amwambia tilka ayatul kitabil mubin, alif lam ra. Tilka, hizi, ayatul kitabil mubin ni aya za kitabu ambacho kwamba ni Qur'ani, alkitab almubin, zenye kuwa wazi na zenye kuwaekea wazi watu mambo yao ya dini. Inna, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna, hakika yetu sisi, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna, hakika yetu sisi, anzalnahu, tumeiteremsha, Qur'anan Arabiyyan. Na hapa utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita kwa njia ya hali, Qur'anan Arabiyyan, Qur'ani hala kaunihi Arabiyyan. Sisi tumeiteremsha Qur'ani hii ya Kiarabu. Na hapa tutapata jambo moja muhimu, ndugu zangu, nataka tuambiane. Ikiwa Qur'ani imeteremshwa Kiarabu, Kiarabu kina elimu zake za Kiarabu. Hatuwezi kutukua aya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala tukataka kuifahamu Kiswahili chetu. Ni lazima aya hii tuilekeze kwa mielekezo ya njia za Waarabu katika elimu zao, wanavyopelekea zile elimu zinavyotupelekea kufahamu maana yaliyomo katika aya. Waarabu wana mila zao katika kuzungumza. Waarabu wana asalibu, yani mifumo ya kuzungumzia. Mtu akiwa kwenye hali hiyo zungumziwa hivi, mtu akiwa kwenye hali hiyo zungumziwa hivi. Qur'ani imekuja ikakusanya zile njia za Kiarabu na ikaelezea kwa mfano ambao kwamba hakuna binadamu aweza kuelezea kwa njia zile, pamoja na kuwa na Kiarabu. Sasa pale tutakapokuwa tutakua aya tunataka kuifasiri kwa Uswahili wetu, ndio pale tunapokufurishana, ndio pale tunapotiana motoni, ndio pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ataka kwenda, madamu aya imekuja dhahiri hivi, yeye hutukulia kama Kiswahili, kumbe aya ile ina mfumo fulani wa Kiarabu, kumbe aya ile ina hivi Kiarabu. Nitoe tu mfano katika Qur'an, ukiangalia ya ayuhan nabiyyu taqillah, mtume mche Mungu. Kwa nini mtume hamchi Mungu? Leo tutafanya Kiswahili kwa sababu Mswahili huja akakwambia mche Mungu Sheikh, yani maana yake pale umefanya jambo kama kumuonesha humchi Mungu. Tumefahamiana sio? Lakini mtume imekuja kwenye Qur'an, ya ayuhan nabiyyu taqillah, utafasiri vipi? Ukisema Kiswahili chetu utafanya kama mtume alikuwa hamchi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu amwambia mtume, wewe mbona huniogopi? Niogope bwana. Sasa ikiwa mtume hamogopi Mungu, nani atamuogopa Mungu? Na yeye asema katika hadithi, wa atqakum billahi ana, mcha Mungu zaidi ni mimi. Kisha Mungu amwambia ya ayuhan nabiyyu taqillah. Lazima turudi katika mifumo ya lugha ya Kiarabu kuelewa aya kama hizi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wameweka mifumo. Ukiangalia hivi kumbe Waarabu wana sampuli wao. Mara nyingine wakija kutaka kumkhutubia mtu, huweza wakamwambia mtu kitu, lakini kumbe anayependelewa ni mwingine. Hata wanamsema usema iyaki a'ni wasma'i ya jar, na maanisha wewe lakini jirani sikia. Mfano wake, mimi na rafiki yangu huu apenda kuchelewa, lakini najua nikimlekea moja kwa moja kumwambia pia si usulubu mzuri, nikawa nataka kumwambia kwa njia mzuri. Siku hiyo nikamwona rafiki yangu amefuatana na rafiki yangu mwingine, yule rafiki yangu mwenye kuchelewa yuko na rafiki yangu mwingine. Kwa vile wako wawili, basi mimi nikamlekea yule rafiki yangu, sio yule mwenye kuchelewa, nikamlekea huyo. Basi juzi natoka hivi nini, unajua nimechelewa kidogo pale, na kuchelewa wallahi si vizuri, kuchelewa sehemu hizi si mzuri. Kwa hivyo ndugu yangu, usipende kuchelewa sehemu.
nikamwambia huyu, lakini yeye ajijua, huyu mwingine kasikia, lakini mimi ndo mwenye tabia za kuchelewa. Iyaki ani wasma'i ya jara, mimi namaanisha wewe, lakini jirani sikia. Ndio ya ayuha nabiyyu ittaqillaha, khitabu imeelekezwa kwa mtume, lakini tuambiwa mimi na wewe. Maana kama imeelekezwa mtume kama ya jirani, maswahaba sikieni, ummati Muhammad, mimi nawaambia nyinyi, simwambii mtume. Ni katika khitabu mzuri za Qur'ani na katika mifumo ya Kiarabu iliyoko. Kwa hivyo aya hizi za Qur'ani lazima tubebe elimu za Kiarabu walizozilekeza wanazuoni, ili tuzichukue tufanye nini? Tuzitumie katika aya hizi katika kufahamu, na ndio maana itakuwa ya kuwekea maana wazi na kuweza kufahamu Mola Subhanahu wa Ta'ala amependelea nini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, hakika yetu sisi tumeiteremsha Qur'ani ya Kiarabu ala alhali, yani manake na lafdhi ya Qur'an yaweza ikaitwa baadhi ya Qur'an na yaweza ikaitwa Qur'ani mzima. Yani Qur'an ukisoma aya fulani ni Qur'ani, na ikiwa yote ni Qur'ani, kwa sababu ni ismu jinsi ambapo kwamba yaqa'u fi kullihi wa ba'dhihi. Ni ismu jinsi ambapo kwamba waweza kumaanisha, ukisema Qur'ani inaweza kuwa ni yote, ukisema nimesoma Qur'ani ukawa umesoma baadhi ya aya. Kwa hivyo inawezekana kuwa ni yote na inawezekana kuwa ni baadhi. Kwa hivyo tutafahamu kwa suratu Yusuf Mola amwambia ni Qur'anun Arabiyyun, ni Qur'ani Kiarabu. Je, Kiarabu hichi ni wafahamu Arabu peke yao? La, wafahamu umma wote kupitia elimu za Kiarabu za kuweza kufahamisha maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaquna, huenda la'allakum ta'qiluna, huenda mkatia akili haya mambo yaliyoko katika Qur'ani, haya mambo ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelekeza katika Qur'ani. Na kilima cha la'alla ni huenda, lakini kilima hichi kinapokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema yajibu hamluha ala aljazmi, lazima tutafsiri kuwa ni hakika. Yani manake aya hizi za Qur'ani leo tutaketi tuzingatie vizuri, ni hakika kuwa tutatia akilini, ni hakika kuwa tutakuwa na akili. Kwa sababu gani? Sababu haifai kupendelewa shaka Mwenyezi Mungu, kama ambao Mungu asema la huenda sina uhakika, huenda mkatia akilini. Ni hakika mtatia akilini. Hii ndio maana ya aya hizi ambapo kwamba tumefungua nazo kama iftitah, na hii ulikuwa ni tamhidi ya kisa. Mola Subhanahu wa Ta'ala amtandikia kiswa, na katika pointi moja ni kuwa kiswa hichi kinachokuja fahamu ni Qur'ani. Qur'ani yenyewe, Qur'ani ambapo kwamba ni aya za kitabu chenye kubainisha. Kitabu hichi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, huenda mkatia akili. Yani watu wote huenda wakisoma aya kama hizi wakati ya akilini na zikatufaa. Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ufunguzi huu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Tutapatiliza aya 3 ni 4 kwa kwa vile wakati utakavyo kuturuhusu insha Allah, na kesho ndo tutaanza kwa ufunguzi mzuri, na tutaelezea ule mfumo ambao kwamba tutaelezea kile kisa, kwa sababu tutataka kutanawal kisa kama hichi, aya tuisome, tujue maana yake Kiswahili, tujue lugha ya Kiarabu imetumika ni gani pale, tujue irabu ya aya kama ile, na tujue maana ya aya kama ile, na tujue balagha ya aya kama ile, na tujue hikma zilizoko katika aya kama zile. Hivi ndio vitu ambavyo kwamba tutakuwa tukienda navyo katika hichi kisa. Kwa hivyo ikiwa ni masala ya nahau, basi ujue wale wapenzi wa nahau watakuwa ndo wamekusudiwa. Ikiwa ni masala ya balagha, itakuwa ni wale wapenzi wa balagha. Ikiwa masala yako ya kimantiki, pia itakuwa ni wale watu wa mantiki. Kwa hivyo tutajaribu kutabaruku vile wanazuoni walivyoeleza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal.